Huyu aliyekufuata alikuwa anataka nini? Huyu aliyofuata ni babu yangu mmoja, alikuwa ni mtu wa kunywa sana. Ni mtu ambaye mtu mzima, sema wazazi wake walijiwekeza miaka hiyo. Okay. Na ufukwe huko Bagamoyo. Muona wana gorofa Kariakoo. Kwa yule sasa katika miongoni na vitu vile wakawa kama vile wanampeperusha kulingana na zile mazingira ya mali. Mtu atungi muda wote. Mtu atungi muda wote. Hela anayo. Unaweza akakuchukua akakuingiza kwa gari twende hivi. Kaenda kule akafanya mazingira. Yaani ile hana ile mwongozo fulani. Yeye ndo mkubwa. Lakini sasa unajua kuna washangazi, sijui kina nani, wakawa wanamtumia design kama vile akawajielewi kabisa. Na kuja kuangalia ni mtu ambaye mwenye uwezo mkubwa kama akisema atulie. Kweli katika kufuatilia akaambiwa bwana hapa kuna 1 2 3. Akaambiwa wamekutengeneza. Au nani ndugu zake? Ndugu zake basi. Okay. Akaambiwa hapa wamekutengeneza. Kwa sababu ya mali hizo. Bana hivi na hivi. Inabidi tufanye hivi, mnajua mazingira yako uache. Kwa mimi akaja akanifuata. Bwana babu, mimi na shida bwana 1 2 3. Na mazingira bwana hivi na hivi, sasa unasaidia vipi, nataka tuingie makaburini. Kaambia sawa babu yangu, kutokana na umeniambia hivyo na mimi si kijana wako nanielewa, haina shida. Hiyo anatakiwa ingie saa ngapi? Saa 7 ilikuwa kama kitu na inaenda kwenda saa 8. Anatakiwa ingie saa 7 za usiku kwenda basi kweli mimi nikajitolea mwanga, nikampeleka eneo la tukio mpaka kwenye kaburi, ngambia huko ndo kichwani. Kamsimamia pale, kapewa dawa yake, afanya mazingira yake, alipomaliza toa babu yangu tuondoke basi. Pale alifanya nini? Nini kilitokea mlipofika kaburini? Pale kilichotokea sikujua ni kitu gani alichokibeba sana kwa sababu alichokabidhiwa anajua yeye na mtu wake. Mimi nilichokuwa fanya pale kama vile tagi kufika eneo husika na kumsimamia afanye mambo yake, akimaliza au tunaondoka zetu. Haikuhusisha kuchimba. Haikuhusisha kuchimba. Yaani kama kuchimba ni kitu tu ambacho labda sio kwenda kivile kama hivyo, hata na kijiti unaweza ukachimba. Okay. Sio kwenda kuchukua mwili au viungo. Sio kuchukua mwili, kwenda tu kama vile kuweka dawa fulani. Kwa mlipofika pale akataka umuonyeshe kichwa kilipo. Sehemu ya kichwa. Maana kuna miguu na kichwa. Na wakati kama unakumbuka vizuri, wakati mnaingia kwenye eneo la makaburi, yeye alikuwa kuna kaburi maalum alikuwa analitaka au alikwambia tu niingize nionyeshe kaburi lolote? Lolote tu, kutaka kaburi lile. Kaburi lolote tu la mtu aina yoyote, jinsia yoyote. Hiyo aje niuliza. Ile akamweza kusema makaburi, akafanya mambo yake. Basi. Si mchezo. Hivyo vipo. Na kuna nyingine hiyo hii misalaba ya Kristo. Kuna vijana walitokeaga, unajua kwenda kupima scraper sijui nini, wakaibaga ile. Kweli walitokewa na mauzauza mpaka wenyewe walirudisha wenyewe. Waliiba kwenye makaburi yani. Unajua tena watu ambao walinyongorota. Ilikuwaje huko Buguruni? Huko Vinguti. Ilikuwaje hiyo? Bana. Na hiyo mashada yenyewe siku hizi nasikia kuyaacha ni mtihani. Bwana sababu kiacha tu dakika 0 wamepita nayo. Watu wamepita nayo. Siku hizi wanayachoma au wanayafanyaje? Yapi yale? Mashada yale wakisha yaweka. Yakisha kauka yale na yananiliwa. Ile sasa kama likuwa jipya afu sasa mtu kashapata order sehemu nyingine. Yeye anabeba anaenda peleka sehemu nyingine. Alafu la gharama. Si unajua wenzetu muona bwana. Kwa hiyo ilikuwaje, waliiba misalaba? Wao waliiba misalaba katika kuondoka nayo. Walikuwa wawili. Mmoja akajitoa. Bwana mimi siwezi nikafanya mazingira hayo, wewe kama wewe. Basi yule mshikaji mwenyewe alikajiona naye kapenda sana, akaibeba, kaondoka nayo. Baada ya kuondoka nayo, kilichomkuta mwenyewe alizunguruka na ile misalaba, akashangaa anapoenda kuifanya biashara yake kwake linakuwa gumu. Kila mazingira kanamwambia wewe, hiyo mizigo irudishe kule. Kuna vitu vingine havichukuliki. Wakairudisha. Mwenyewe kairudisha. Ila kuna matatizo aliyapata. Yapi hayo? Haya anajua mwenyewe changamoto zake. Unajua. Mwenye usiku akopalala anakuambia kwamba ile misalaba ndio irudi. Yaani unaweza kuona kama vile watu wanakusimamia, wanakupigia kelele, kwa nini umetuondoa? Kwa nini umetuiba? Yaani akawa kama vile amevurugwa. Kwamba wewe ile misalaba irudishe. Kaenda kairudisha kama hivyo. Kwa hiyo changamoto hizo zipo. Muona bwana.
Kama unakuta hapa kwa Mkude mafuriko yalivyokuwa yamejaa, unakuta makaburi hapo karibu na mto. Yanatoka, umeona bwana. Mifupa, minini unakutana nayo tu mtoni vitu. Yaani wewe acha tu ndugu yangu. Na ndio maana nakwambia bora mtu bwana amefariki mzazi wako au ni ndugu yako mnajiweza, bora mchangishane, mkodi hata kama sijui Kenta, mpeleke nyumbani mkoani. Kwa sisi maana sisi mimi Mzaramo, sisi kwa mkoa wetu si hapo tu. Mwa tofauti na wenzetu ambao kuna wengine mbali kuliko mbali. Kama sisi huko Wazaramo mtu kikenta tu, mkichukua Kenta mmempeleka huko, mnamweka sehemu nzuri. Maana yake sasa mnapokuwa mnamweka sehemu nzuri katika mila au desturi, kufagilia ipo, kuwakumbuka marehemu, kwenda kufagilia. Kuna vitu vingine mtakuta mtu umekosea hivi na hivi ni na nini katika harakati ya maisha, ukaambia bwana nenda kwenye makaburi ya wazee wako ukatambike, ukafanya. Sasa changamoto za hapa Dar es Salaam, unakuta vile vitu unaweza ukasema hili ndio palipo mzazi, kumbe pale mtu kashahamishwa muda, imebakia kumbukumbu kwamba nilimsikia hapa, lakini yeye mwenyewe hayupo. Hicho ndo kitu kikubwa ambacho unajua umetuambia leo Ali. Umeanza sasa unakuta hata zile tambiko zako unaweza ukafanya, unakuta sawa, unaweza ukafanikiwa kwa sababu imani, kila kitu ni imani. Umeona bwana. Kwa hiyo pale kama kutakuwa, lakini ukakuta mwenyewe pale hayupo. Kina Ali washamhamisha. Umeona. Kwa hiyo pale imani, kama imani yako iko imefika mpaka huko basi sawa. Kama unakuta lakini asilimia kubwa wale wanaosaminika kipindi chale ameshafariki, lile eneo hili ni la mtu fulani, kwa sababu unakuta wengine mwenye maeneo yake anazikiwa nyumbani kwake. Ini mnaji kama wajukuu sijui nani wote wanajua yupo hapa. Umeona bana, mambo mengine sijui hivi na nini. Sasa changamoto hizo zipo kutokana na makaburi tuliokuwa nayo ni machache. Na miaka nenda miaka rudi unakutana na maeneo makaburi ni yale. Sababu kama mimi hapa nimezaliwa Mwanyamala. Nikikumbuka yale makaburi ya Mwanyamala pale shuleni, wapi hapa Mwanyamala, baada ya Victoria ukiingia hapo kuna makaburi fulani kama Zakaria pale. Yaani makaburi pale mimi kuna mjomba wangu, kuna bibi yangu, umeona. Ila nashukuru Mungu tuliwahi kuwajengea kabla. Mlijengea ndio ile kidogo watu sio wameshtuka wanajengea. Kwa hiyo sasa kadiri ya kuna mieko kila mwaka unajua kuna kufagilia. Unakuwa unaenda. Kwa hata wale wenyewe wenye maeneo wanakokuwa na kalili, hebu kwa hili kila mwaka lazima lije kufagilia. Hapa tu yule kasaulika, wanachakachua. Ukija unalitafuta hamna. Mpaka uje kuuliza. Kwa hiyo vitu kama hivyo, na ndio maana kuta sasa hivi yani wengi ambao wenye ndugu zao wamezikiwa mjini, basi atajitahidi siku tu hata kupita tu anione fresh. Lipo. Vipijia bado lipo vile vile. Ukija sawa watu wanahamishwa na mbebesha mwingine. Ukija bwana mtu fulani alizikuwa hapo, unashangaa jina lingine. Unatafuta ipo sehemu gani? Unakuta muda mwingine nyie una mtu unaoteshwa. Bwana wachukue wanao, wapeleke kwa babu yao kaburini, mkatambike 1 2 3. Kuna hichi labda kuna mambo labda mwende sawa hivi na hivi. Hizo mila zipo, asikwambie mtu. Umeona bwana. Unaenda unafika eneo la tukio hakuna kitu. Unaanza kuumiza kichwa tena, hapa nafanyaje, nafanya hivi, nafanya vile. Ushawahi kumsaidia mtu kuchimba kaburi ili achukue viungo kwa ajili ya mambo ya kwa ile uongo zambi bado. Kwa hilo bado. Ila ushirikina ila washikaji zako ambao unafanya nao hizo shughuli wapo ambao wanafanya. Sijajua siri kwa sababu ile si mtu anaweza kukunajisha. Hii inakuwa siri. Inakuwa siri yake. Siri yake. Ila sijajua katika upande huo. Ila ninachojua mimi kwenda kuoga madawa, sijui kwenda kufa kama hivyo nilivyokuambia kwenda na mimi nilipata kichwa cha kumpeleka mtu kwenda. Wana iko kichwa iko. Ulikula kichwa. Umekula kichwa umepata. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Alikutoa ngapi mzee? Mzee alinitoa kama 40. Kama 40 hivi. Kwa family. Ukampeleka pale akafanya dawa yake. Na nashukuru Mungu mpaka kesho ananikumbuka. Mdogo wangu bwana anakutoa mara moja. Nashukuru Mungu. Muona naweza kaenda Zanzibar kaudi na vizawadi bwana, mpeleke mjukuu wangu hivi. Yaani anajua thamani yangu ni nini.
Kwa mna mishe zenu yani. Mishe zipo. Wanasema kila ofisi na mambo yake. Kila ofisi lazima ule unaweza kaingilia huko na kulia hivi. Umeona bwana, kwa hiyo changamoto zipo. Waganga wanapita pita sana maeneo ya makaburi. Waganga kwenye makaburi ndio sehemu yao kubwa. Unakuta mtu mwingine dawa yake mpaka akafanywe makaburini. Kama kuogeshwa, kama sijui nini, kama nini, hiyo ipo. Unaweza kukuta asubuhi mnaenda mnakutana na vile vitu vya kiuganga. Umeona bana, mnaenda kuchimba kaburi, unashangaa pale kuna chungu, pale kuna nini. Umeona bana, kuna marashi mtu kaoga, unajua kabisa hapa mtu jana usiku kaogeshwa. Umeona, kwa hiyo hivyo vitu vipi? Ila sasa wewe angalia leo yale kupeleka, ukishatoka pale unafanya mazingira yako. Kuna watu ambao inawezekana labda ni imagination, kwa maana ya ni fikra tu ambazo tunakuwa nazo, kwamba eneo la makaburi ni eneo ambalo labda ni rahisi pia kukutana na mizimu. Yaani wewe mtu amekufa afa akaonekana kama mzimu. Wewe kwa sababu shughuli zako unafanyia huko, ishawahi kutokea chochote kama hicho? Unajua ukaona kama mtu kanyanyuka hivi namna gani, vipi au nini? Yale ni au ni vitu tu ushirikina fulani ambayo ya maruerue. Umeona bana, lakini sio kwamba hata sisi kipindi hiko enzi ya utoto tulivyokuwa nachukulia ukipita makaburi unapita unakimbia baada, kumbe yule ni utoto tu. Alokufa kashakufa. Mauzauza atakayokuwepo pale ni sisi wenyewe wanadamu tuliokuwepo. Ndio unakuta kuna mauza yake. Unaweza ukapita ukashangaa pale mbona kuna mtu, kumbe wale ni kama wewe, ila wana mambo yao usiku ule wameenda kuyafanya. Kwa hiyo ukishakuja kutamaki kule makaburini, mtu mbona inakuaje, lazima kidogo unashtuka nimeona si hivi na hivi, kumbe hamna kitu kama hicho. Unakuta hata kimfano mtu analewa sana, sinajua akaenda nyumbani kwa anakesha kwenye makaburi, haogopi wani nani fresh. Watu wanaweza wakamchezea mchezo. Bwana huyu muona kashazoea tabia bwana hivi na hiyo, ngoja kwanza tumpe discipline. Labda ataacha pombe. Namchezea sasa manjegeka. Mbaya kanzo wewe kwa fadha tumebebana, mtu kamweka hapa kwa mtu mrefu. Nguo moja refu. Kwa hivyo vitu kile michezo ipo. Bwana. Hiyo unaijua hiyo? Kuna watu washachezewa hiyo. Si ndio maana nakwambia uache pombe. Umeona bwana? Wanafanyaje hali? Wanabebana. Ili sema nimeona mtu mmoja mrefu pale makaburini. Kwa hivyo sasa unakupeleka sasa ile njia sasa unakupokopo kwa kweli na kuposumu unakuja kwa kwanza mimi mpaka nakuja kutokana na vitu kama hivi. Hebu ngoja niache pombe. So kwa unakuta kweli mtu unakuta kama vile umeona bwana. Lakini vitu vingi sana vinafanyika ni ushirikina. Sio kwamba mtu tayari ameshafariki ukachukulia kama enzi ya kipindi kile, mchezo gani kina Lindi. Miaka mingi sijui labda uko nyumbani kina Bilindi kina Msiuka sijui michezo. Msiuka naikumbuka ni kwa mdogo miaka ile. Msiuka alihiti sana kina Lindi. Mtu anamtesa mtoto ambaye mama yake ameshafariki hivi, mkuta mtu labda mtu anamtokea ile sio kutokea kama vile, ila kama kwenye ndoto ile mara nyingi inakuwaga ipo. Kuna kuoteshwa bwana, fanya jambo hili, hebu fanya jambo hili. Utakuja utaona. Ile ni mizimu sasa, kulingana wewe uko wenu wenyewe upo vipi yani. Umeona bwana? Kwa sababu kimfano mimi naweza kana mtoto lakini baba yangu hajawahi kumuona, kashafariki. Ila yule mtoto mimi si damu yangu, maana yake hata yule babu yake naye damu yake. Ndio. Kwa hiyo unaweza kukuta huyu akapata vitu kupitia ndoto na babu yake anamuotesha. Jukuu wangu fanya hivi, au nenda sehemu fanya hivi. Kweli akienda vile sehemu unaweza kukuta anakuta. Ile ipo. Sasa huaga sielewi ni vitu ambavyo vilishawekeka muda mwingi. Sasa mtu misi yule alikuwa baada hajatokea mwenyewe kumlizia mtu ndo unakuta sasa kashatokea rafiki yake alomlizia, ndo unakuta bana nenda sehemu fulani, kienda huko kufanya hivi utakuta na kweli mtu unakuta naenda anafanya vile, anapata rasilimali ambazo zinaweza kumsaidia maisha mwake. Hali kwenye misiba pana mambo mengi sana ambayo yanaweza kutokea ya ndugu pale kwenye misiba.
kwa sababu ya shughuli ambayo unafanya, manake unaona misiba mingi.